Othman Masoud, lakini imekuja kuongeza nguvu kwa zile dhamana ambazo mmenipa niwasimamie, niziendeleze. Nashukuru kwa hilo, kwa sababu linanipa nilikuwa nasema hiyo ndio moyo wenyewe, kwamba wenzao wamekupa jambo lakini wanakuonesha kwa vitendo kwamba tuko pamoja, na wakati wa mitihani tuko pamoja vile vile. Na leo sisi ni kutawakal kwa Mwenyezi Mungu, basi tunaungana na wewe kutawakal kwa Mwenyezi Mungu ili kazi yako iwe nyepesi. Ndio ambao hata Mwenyezi Mungu ametufunza kwamba alipo Nabii Musa baada ya kuwa kazi kubwa sana, ya kumkabili Firauni, pamoja na kupewa ahadi na kupewa nyenzo zote na Mwenyezi Mungu, anatakuwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akaambia wewe usio kwamba umekuja tukakuona tukakaa, tulikutayarisha mapema, na leo siku imefika tunakukabidhi kazi. Kwa hivyo alitayarishwa na Mwenyezi Mungu kufanya kazi ile, na ikafika siku akapewa na Mwenyezi Mungu kazi ile, na akapewa na nyenzo za kumsaidia, lakini bado akarudi kwa Mwenyezi Mungu akamuomba tena, akamwambia Rabbi shrah li sadri wa yassir li, kwamba Mwenyezi Mungu nipe kifua, nitanulie kifua changu, nipe uwezo na uifanye kazi yangu iwe nyepesi, kwamba kazi hizi ni ngumu. Kwa hivyo na sisi tunachukua mafunzo hayo kwa pamoja, na kwamba tunafanya kazi ya kutafuta la heri, lakini bado tunarudi kwa Mwenyezi Mungu kumuomba kwamba kazi hii iwe. Mimi nashukuru sana kwa hili. Lakini la muhimu ni kwamba leo ni siku ya Ijumaa, na Ijumaa Mwenyezi Mungu katuwekea kwamba tuhifadhi, katufaranishia kuwaidiwe, tupewe mawaidha, na mawaidha ni sehemu ya sala hii ya Ijumaa. Hii yana maana yake, yana umuhimu wake, na zile sharti za kusikiliza hutuba zinatuambia kwamba hizi hutuba tunazopewa muhimu sana. Na alhamdulillah sote ni mashahidi hapa leo, khatibu katufanyia kazi kubwa sana, katuambia jambo maana ambayo kwa hakika ni muhimu tu tunakumbuka kwamba tunafanya duniani, lakini mwisho wa siku kwanza hakuna anayejua hapa duniani atakaa kwa muda gani. Tunajidanganya kwamba tunaishi kwa siku au kwa miaka. Ukiulizwa tunaulizana, wewe miaka mingapi? Kwa sababu binadamu tunajidanganya kwamba sisi tunaishi kwa miaka, lakini ukweli hatuishi kwa miaka, tunaishi kwa sekunde au chini ya sekunde. Kwa maana Mwenyezi Mungu akatwambia wala yuakhidhu Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Sasa unaijua wewe, haipo kwa miaka, ipo kwa sekunde. Ikifika sekunde yako, sekunde hiyo ndio utarudisha amana ya watu. Sasa tunajisahau sana, tunadhani kwamba hapa tuko na basi tu. Baada ya hapo wengine tunajisahaulisha kwamba mwisho wa siku kuna hesabu, na hesabu ya yule ambaye kajiwekea mwenyewe kwamba hatodhulumu lolote hata nukta, ulilolituma au ulowacha kulituma, likiwa baya likiwa jema. Sasa haya ni mafunzo makubwa sana, shida yetu ni kushikamana nayo haya. Sasa mimi leo sitaki ndio hotuba tatu, lakini nataka nikumbushe, maana hotuba mbili zishatimia, au vipi? Nikumbushe tu katika tulioelezwa kwenye hotuba, ili
yaendane na yale ambayo tunakwenda nayo katika nchi yetu. Najua pengine mna shauku naye kuyasikia. La muhimu ndugu zangu niseme, tumepewa mawaidha haya ikiwa ni sehemu ya neema kubwa Mwenyezi Mungu ametupa, neema ya Uislamu katika nchi yetu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kakijalia hilo kwamba atupa wengi wetu, asilimia takriban yote unaweza kusema ni Waislamu, na Uislamu ni neema kubwa sana, kwa sababu umetanguliwa na kupewa na kitabu kilichokuwa bora kuliko vyote vilivyowahi kutokea na ambapo hakutotokea chengine chenye ubora juu yake, kitabu ambacho hakikuacha kitu hata kimoja. Sifa yake Mwenyezi Mungu kwa kupitia hiki kitabu chake na kwa kupitia mwalimu bora kuliko walimu wote waliowahi kutokea katika dunia, tumepewa sisi Waislamu kitabu bora, mwalimu bora, na sisi tukateuliwa kwamba ni umma uliokuwa bora.